imebadilika. Alikuwa anacheka na watu, anakuwa karibu na watu, anajibana, anajiziba, anakuwa mbali. Ni kwa sababu ya msongo wa mawazo. Na leo kwenye Chemsha Bongo ninakuletea topic hii ambapo namna hiyo, msongo wa mawazo. Au pati watu ovyo ovyo, ni vitu fulani ambavyo vinajitokeza, ndio unapata mtu anajipata kwenye msongo wa mawazo, mahali ambapo watu wakiwa wanacheka mambo ya kwao watafikiria wanamcheka, watu wakiwa wako busy na kujenga mambo yao wanafikiria yani atakuwa mtu kunyetu hapa na pale, anataka kusikia unasema nini, mnazungumza nini. Utapata wakati mwingine hata shingo linaweza vunjika, macho yanaweza kuanguka chini, kwa sababu anaingiza mapua kwenye maeneo ambayo haistahili, kwa sababu kuna kitu ambacho kinamsumbua. Na kitu hicho kinachomsumbua hataki kukiweka wazi. Hasara 3 za kutofanya maamuzi. Kwenye hatua hii ambao namna hiyo kwenye Chemsha Bongo, kuna hasara 3 ya kutofanya maamuzi. Utakuwa ni mtu ambaye kila wakati una msongo wa mawazo katika maisha yako. Unakuwa ni mtu ambaye una msongo wa mawazo, stress na kupiga kwa sababu ya kutofanya maamuzi. Kitu cha pili, kujikuta unadumaa. Unapata mtu amedumaa, stagnation. Yani alikuwa anasafiri anaelekea mahala, akipata watu wanazungumza kwa barabara kwa mfano, macho yake, mapua yote, mshingo, kila kitu ameingiza pale kidogo. Akipata ujumbe vizuri inamuathiri, anakosa usingizi. These people, they are there in this society. Utawapata wapo sana. Unajikuta unadumaa, unakuwa zombi, unaanza kuangalia vitu, macho yanataka kuanguka. Hujaiona mtu anakuwa zombi, unajua yule ameanza kufiata, yule ameanza kwenda, imebakia kidogo tu kwa sababu ya msongo wa mawazo. Kitu cha 3, kukosa fursa muhimu katika maisha. Hii inaweza kusababishia unakosa fursa. Ulikuwa umetaka kuajiriwa kwenye hiyo kampuni, umefanya kila jitihada zote, lakini unapata kwamba unagonga ukuta. Itakupeleka kwenye hatua hii ya msongo wa mawazo. Siku ya leo niruhusu tu kwa sababu ya muda wangu kwamba upo nikazungumzia hasara ya pili, kwamba utajikuta unadumaa, stagnation katika hali moja kwa muda mrefu sana. Hii imefanya watu wengi wamekuwa sana na msongo wa mawazo. Mtu anajipata kwamba amedumaa, amekuwa stagnated, stagnation imekuwa katika hali moja kwa muda mrefu sana. Kwa sababu gani? Mara nyingi tabia ya kutofanya maamuzi imewasababishia watu wengi sana na kujikuta wanabakia katika hali fulani kwa muda mrefu bila kupiga hatua inayotakiwa. Mtu namna hiyo unajipata katika hatua hiyo, unajiuliza kunaendaje? Yani wewe ulishaambiwa kwenye hiyo kampuni hawakutaki. Sasa baadaye uondoke, uamue sasa hiyo kwezi ama hata wamekufuta, unajirudisha pale, unajienda kujiomba, sijui inakuaje, sijui kuna kwenda aje. Washafanya maamuzi. Sasa wanaangalia, wanashindwa na huyu, sasa tutamsaidia aje jamani? Kwa sababu people wanakupambana na mambo ya kwao. Unapata wewe wamesema kwamba leo wewe tunakufuta kazi. Wanasema kwamba tunakufuta kazi na barua ndio hii. Sasa utaenda upige magoti, upige nduru, uhangaike kimawazo kwa sababu ya ile tunataka hali ya kwako ikuwe vizuri. Na wasema bwana, sasa hivyo ndio tumefanya hayo maamuzi. Hatukuhitaji kwenye hii kampuni, wewe ondoka, na hivyo ndio kuko, tuna uwezo wa kukulipa. Sasa utabaki unaenda kupiga magoti, unaanza kusema bwana, mngenihurumia tu, mngechukua fulani. Hapana. Mwanamke hakutaki. Amaamua ataolewa na mtu mwingine. Sasa unaanza kusema bwana, hata John ni mbaya. Onyango kwanza na kuanga, huyo Onyango anakuanga ni player, anabadilishanga wanawake. Kama huyo mwenye unaenda huyo atakupatia shida, atakupatia ukimwi. Huyo usiingie hapo. Sasa yeye ashaamua kwenda na yeye, wewe hakutaki. Kwa sababu ashaamua ndio barabara ambayo anaichukua. Alaikum simatusi. Huwezi kuanza kusema kwamba hapana, huyo unaanza kutumia jina la mwingine vibaya. Kwa sababu wamekukataa. Wewe kubali matokeo na songa mbele, ukisubiria baraka zako ziko mbele. Na hali hii imewafanya watu wengi sana wajiingie kwenye stress kwa sababu ya kutokufanya maamuzi. Yani umesoma kwenye ubao tu wamesema hapa hivi, hakuna njia. Sasa unajaribu kupitisha kwenye ukuta njia ipatikane. Ili uweze kutoka katika hali fulani ambayo imedumu kwa muda mrefu katika maisha yako na uweze kwenda katika kiwango kingine, ni lazima uwe mtu ambaye unafanya maamuzi bila uoga wowote. Waamuzi wakati wote, watu ambao wanafanya maamuzi huwa wana uoga, wanaamua tu hiyo ndio barabara nachukua, na hiyo barabara basi hivyo ndio destiny yangu itakuwa, na hiyo chochote nitakutana nacho mbele sawa. Yani nikikutana na mazuri, alhamdulillah, asante sana, asante Yesu, na nasonga mbele. Nikikutana na changamoto nitazikabili. It's just as simple as that. Nikikutana na changamoto nitazikabili. Kama unataka kuondoka kwenye umaskini, ni lazima ufanye maamuzi
kama unataka kuongeza kipato chako, ni lazima ufanye maamuzi. Yani kama unataka kuondoka kwenye umaskini, kama unataka kujifunza mbinu ya kutoka kwenye umaskini, ni lazima ufanye maamuzi. Ya mtu anaweza kujiuliza, ndafanya aje maamuzi sasa? Nitafanya aje maamuzi? Ya nitafanya aje? Ya sasa ni kama nakupatia mtihani ambao sasa unashindwa, sunge nimalizia tu nieleze nizafanya aje maamuzi. Ya ninawezafanya aje jamani? Ya hii heli mimi nimechoka kukaa ndani, ninahitaji kusonga mbele, na hiyo kusonga mbele ninaweza songa aje mbele, inakuwa aje? Kwa sababu opportunities ziko na watu ziko hapa chini, wewe ndio mwenyewe unakataa kuweza kujinyakua. Siku moja nikawa namsikiliza mama yangu mzazi, mwenda zake Mungu akailaze roho yake mahali pema penye wema, na hicho kitu nikabaki nikakiandika sana. Ya na leo hii katika sehemu hii inanifanya pia nikumbuke the exactly word ambapo alikuwa anazungumza kwamba na akawa huyu mwenda zake Queen Elizabeth Endesha General before alikuwa transition to be the Lord, akawa anazungumza mwaka wa 21 pale 2021. Na those was huwa kila wakati was na linga katika mawazo yangu. The words always keep lingering in my mind every day. Everything you see my son, it started with an idea. Kila kitu ambacho nakiona mtoto wangu kilianza na mawazo. Hata mimi wakati ambapo napenda kupika haya maumri na nini napenda sana kutengeneza, ni mawazo ambayo inakuja, alafu unakaa chini unaanza kustrategize. Everything that you see started with an idea until it become a reality. In between there is a process. Katikati hapa kuna mchakato wa kuandaliwa. Ya nikawa nasikiza bila anazungumza na umri wake, na anazungumza anakuambia tumeona mambo mengi sana. Lazima upusha idea, na wakati ambapo unapusha idea usiwe na mawazo mengi sana. Ya ikifika wakati wa kula vizuri, wakati wa kulala kalala vizuri, kwa sababu uwezi sema unajenga gorofa na ujenge na umalize na siku moja. Ni polepole, is a process.